Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humu nchini. Mtazamaji, hali ya taharuki imetanda na ilitanda nchini Tanzania baada ya madai ya jeshi la Tanzania la JWTZ kumgeuka Samia Suluhu na serikali kupitia jamaa aliyejitaja kuwa kapteni wa jeshi la JWTZ kupeperusha video katika mitandao ya kijamii na kuwahimiza Watanzania kuandamana tarehe 29 bila woga dhidi ya serikali ya Samia Suluhu. Sasa ukweli wote umefichuka kuhusiana na video ya kapteni huyo wa kijeshi, iwapo jamaa huyo ni kapteni wa kweli au la wa jeshi la Tanzania, na iwapo JWTZ yenyewe inaunga mkono suala hili au la. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Leo ikiwa ni Oktoba tarehe 4 mwaka wa 2025, Tanzania imejikuta ikikabiliwa na wimbi la sintofahamu na machafuko ya kidijitali mitandaoni yanayoendelea kusambaa kwa kasi baada ya kusambaa kwa kasi kwa video inayodaiwa kuwa ya ofisa mwandamizi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Video hiyo ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii inaonekana ikimwonyesha mwanamume aliyevalia sare za kijeshi anayedai kuwa nahodha wa JWTZ ama kapteni, akiwahutubia raia wa Tanzania kwa mwito mkali wa kuandamana. Katika picha hiyo ama video hiyo anaonekana kutoa wito kwa raia, nikimnukuu, alisema raia wanafaa kuinuka na kulikomboa taifa lao, akidai kuwa jeshi liko tayari kuwaunga mkono raia. Hata hivyo, wataalam na wadadisi wa masuala ya usalama wa kidijitali wamejitokeza kukanusha uhalisia wa video hiyo, wakisema kuwa ni upotoshaji wa hali ya juu uliotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya ujasusi wa artificial intelligence, yani AI, haswa zaidi kupitia udanganyifu wa kina. Video hiyo imezua sintofahamu na hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na wanasiasa, huku wananchi wengi wakiamini awali kwamba taarifa katika picha hiyo zilizotolewa na afisa wa ngazi za juu ndani ya jeshi ilikuwa ukweli, lakini imebainika ya kwamba habari hizo ni za uongo. Dhana hii potofu imezidi kuchochea mvutano, hasa ukizingatia nafasi nyeti ya jeshi la JWTZ katika usalama wa taifa hili. Wachanganuzi sasa wanathibitisha kuwa video au picha hizo ni za uongo, uigaji wa kweli wa hali ya juu unaozalishwa na artificial intelligence ama AI, unaochanganya ramani ya uso na uundaji wa sauti sintentiki ili kuiga mtu halisia. Waundaji wake, kulingana na wataalamu wa teknolojia ambao hawakutajwa mitandaoni, walinuia kuzua machafuko ya kiraia na kutikisa imani ya umma kwa taasisi za serikali. Ujumbe wa kupinga uongo unaohusishwa na yule anayejiita nahodha wa JWTZ umethibitika kuwa na nguvu zaidi katika hali ya hewa, ambapo habari potofu huenea haraka zaidi kuliko hapo awali. Tukio hili linasisitiza wasiwasi mpana na wa dharura kuhusu usalama wa kidijitali na matumizi mabaya ya akili bandia ama AI, hasa katika mazingira yenye mashtaka ya kisiasa. Ulimwenguni kote, video za uongo za kina zinazidi kutumiwa kudanganya mitazamo ya umma, kuharibu sifa na kuathiri matokeo ya uchaguzi na kijamii. Wito unaodaiwa wa kupinga nahodha feki wa JWTZ katika muktadha huu umekuwa mfano wa vitabu vya jinsi teknolojia zinazoibuka zinavyoweza kutumiwa kama silaha. Wachambuzi wa kidijitali wa Tanzania sasa wanaibua hofu kuhusu uwezekano wa maudhui yanayozalishwa na AI kupotosha ukweli kwa ufanisi hivi kwamba hata wataalamu waliofunzwa wanaweza kutatizika kutofautisha ukweli na uongo bila zana maalum. Wakati mamlaka ya Tanzania bado haijatoa tamko rasmi kuhusu video hiyo ya virusi vya uongo, wataalam wa usalama wa mtandao wanashauri umma kuwa waangalifu na wakosoaji wa taarifa wanazotumia na kushiriki mitandao. Wito unaoonekana wa kupinga unaowasilishwa kwa uongo kuwa unatoka ndani ya jeshi la Tanzania la JWTZ yenyewe unaleta hatari kubwa si tu kwa utulivu wa umma bali pia kwa usalama wa taifa. Wananchi wanakumbushwa kuwa JWTZ, taasisi ya msingi katika kudumisha utulivu wa taifa, haifanyi hivyo na haijawahi kutoa wito kwa umma kwa ajili ya maandamano ya raia dhidi ya serikali. Kueneza video ambazo zijathibitishwa, hasa zile kama vile ujumbe unaozalishwa na AI unaohusishwa kwa uongo na nahodha wa JWTZ, kunaweza kuwa na matokeo hatari na kunapaswa kuepukwa. Video hiyo hushi sio tu imezua mkanganyiko
vifo, bali pia imechochea hisia kati ya makundi mbalimbali ya watu. Baadhi ya watu, bila kufahamu asili yake potofu, wameelezea kuunga mkono kile wanachoamini kuwa wito wa kweli kutoka ndani ya jeshi. Wengine wameshtushwa na kile wanachokiona kuwa ni jaribio la kuyumbisha nchi kwa kutumia uaminifu wa vikosi vya jeshi. Tukio hili linaonyesha kina cha ushawishi ambacho kipande kimoja cha taarifa potofu zinazozalishwa na AI kinaweza kuwa nacho, hasa pale kinapoleta utambulisho wa taasisi inayoaminika na kuheshimiwa kama jeshi la Tanzania. Ujumbe wa uzushi wa maandamano ambao unaendelea kuzunguka nchini ama chini ya kivuli cha mawasiliano rasmi ya kijeshi unasalia katikati ya dhoruba hii inayokuwa. Katika kukabiliana na maendeleo haya, watetezi wa usalama wa kidijitali nchini Tanzania wanasisitiza umuhimu wa kujua kusoma na kuandika kwa vyombo vya habari na kuangalia ukweli, hasa wakati ambapo teknolojia kama vile AI inaweza kutumika kuiga hata sauti zinazoheshimika zaidi. Udanganyifu wa utambulisho wa nahodha huyu wa jeshi la Tanzania kwenye video sio tu shambulio kwa mtu mmoja au taasisi, lakini jaribio la kudhoofisha imani ya umma katika mfumo mzima. Watanzania wanahimizwa kusubiri taarifa zilizothibitishwa kutoka kwa vituo vya serikali vilivyoidhinishwa badala ya kuchukua hatua kulingana na maudhui yanayochochea hisia, hasa yale yanayojaribu kupendekeza uasi kutoka kwa majeshi ya ulinzi ya taifa. Maana kubwa ya tukio hili iko katika pengo kati ya maendeleo ya haraka ya teknolojia ya AI na utayari wa umma kutambua maudhui halisi kutoka kwa uongo, huku video ghushi ama video fake ya maandamano inayohusishwa na nahodha wa JWTZ ikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii hasa TikTok na X. Maswali sasa yanaibuliwa kuhusu jinsi Tanzania na mataifa kote barani yanaweza kujenga ustahimilivu zaidi wa kidijitali bila mipango ya kina ya kusoma na kuandika kidijitali, mifumo ya udhibiti iliyoboreshwa na zana za kukagua ukweli wa wakati halisi. Jamii zinaendelea kukabiliwa na vitisho vya kidijitali ambavyo vinaweza kukua haraka na kwa matokeo ya ulimwengu halisi. Kwa mtazamo wa kimataifa, hali ya sasa ya Tanzania ni sehemu ya mwelekeo mkubwa zaidi ambapo teknolojia bandia inazidi kutumiwa kama silaha katika miktadha ya kisiasa, kijamii na kijeshi. Katika kesi hii, uundaji wa video inayowahimiza raia kuandamana tarehe 29 ambayo inaonekana kutoka ndani ya uongozi wa jeshi yenyewe inaashiria hatua ya kutatanisha katika mageuzi ya udanganyifu wa kidijitali. Huku sakata la nahodha wa JWTZ ikiendelea, ni onyo kali kwamba hakuna taasisi iliyokinga dhidi ya nguvu ya kuvuruga ya vyombo vya habari. Wataalamu sasa wanatoa wito kwa juhudi shirikishi zinazohusisha mashirika ya serikali, jumuiya ya teknolojia, jumuiya za kiraia na washirika wa kimataifa ili kulinda dhidi ya vitisho bandia vya baadaye. Mtaalamu mmoja wa usalama wa mtandao alibaini kuwa kwa kutumia zana za sasa za AI, mwigizaji mmoja anaweza kutoa video kadhaa za uongo katika muda wa saa chache tu, kila moja ikilenga kutumia hisia za umma. Matumizi ya nahodha feki wa JWTZ anayeitisha maandamano yaliwekwa wazi ili kunyonya heshima kubwa ya Watanzania na amani yao kwa jeshi, jambo ambalo linafanya kitendo hicho sio tu kuwa ni cha hatari kiteknolojia bali pia kimaadili.